Yesu asifiwe sana. Leo nataka tukumbushane pia. Nilikuwa nasoma mahali nikaanza kutafakari. Kudanganywa kwa njia ya neno kunahitaji umakini sana. Yaani kuruka mtego ambao mtu amekuja kukudanganya kwa njia ya neno kunahitaji umakini sana. Nitasoma kitabu kimoja cha Luka 4 ule mstari wa 9 ili mimi na wewe tujaribu kutafakari kidogo. Je, ungelikuwa wewe na mimi tungeuruka huu mtego? Je, ungeruka huu mtego? Neno la Mungu linasema hivi: akamwongoza mpaka Yerusalemu, akamweka juu ya kinara cha hekalu, akamwambia, ikiwa ndiwe mwana wa Mungu, jitupe chini, kwa maana imeandikwa, atakuagizia malaika zake wakulinde. Akamwongoza mpaka Yerusalemu, akamweka juu ya kinara cha hekalu, akamwambia, ikiwa ndiwe mwana wa Mungu, jitupe, kwa maana imeandikwa, atakuagizia malaika zake wakulinde. Hili ni neno ambalo katika ule mstari huu wa 10 lipo katika ile Zaburi. Kudanganywa kwa njia ya neno kunahitaji umakini sana. Leo tunataka tujiulize, je, wewe na mimi ambaye hata shetani hatumuoni macho kwa macho, ni kwa njia ya hata ukisikia sauti unahitaji kupambanua. Kama ungeijua na sauti hii, au kama ungekutwa kwa namna hii, unaona jinsi ambavyo inahitaji umakini sana. Hata leo watu wanadanganyika kwa njia ya neno, wanavuta watu wengi, kwa sababu kudanganywa kwa njia ya neno kunahitaji umakini sana. Maana mtu anakujia na kuambia imeandikwa. Mafuta watu wanatumia kwa sababu yameandikwa, yapo, imeandikwa mahali. Mafuta watu walitumia kwenye chumvi. Kwa wanadanganyika kwa njia ya neno la Mungu. Wanadanganywa kwa njia ya neno la Mungu. Maana shida sio kuandikwa, lakini shida ni ilimaanisha nini kwa wakati ule. Shida ilimaanisha nini kwa wakati ule, na sisi leo inamaanisha nini? Leo tunataka tujikumbushe, mtu wangu wa Facebook na wa YouTube, kudanganywa kwa njia ya neno kunahitaji umakini sana. Hasa mtu anapokujia imeandikwa. Ninadhani katika mtego huu ambao Yesu alipelekwa, mtego alipelekwa katika mlima mrefu. Neno linasema kwamba akamwongoza mpaka Yerusalemu, akamweka juu ya kinara cha hekalu, akamwambia, ikiwa ndio mwana wa Mungu, jitupe, kwa maana imeandikwa, atakuagizia malaika. Inawezekana ingekuwa wewe na mimi, siku hiyo ilikuwa ni siku ya kulemaa. Ilikuwa ni siku ya wewe kuvunjika hata kiuno, kwa sababu imeandikwa. Tunahitaji kuwa makini, msikilizaji wangu, hasa katika maisha haya yaliyojaa manabii wa uongo, maisha haya yaliyojaa mafundisho ya kila aina ambayo yanavuruga mpaka imani. Katika jina la Yesu, Mungu akusaidie mimi na wewe. Utakanipata katika YouTube. Kumbuka leo tunajikumbusha kwenye Facebook. Kumbuka kwamba kudanganywa kwa njia ya neno kunahitaji umakini sana. Mimi nadhani ingelikuwa ni mtu kama wa leo anaambiwa imeandikwa, wengi wangejitupa katika kinara hicho, wengi wangevunjika. Hata Yesu angekubali siku hiyo, tungekuwa na mwokozi mlemavu. Nataka nikukumbushe, kudanganywa kwa njia ya neno kunahitaji umakini sana. Mungu akusaidie, Mungu anisaidie. Nimshukuru Mungu kwa neno hili kwa ufupi. Bwana Yesu nakubariki kwa sababu Mungu umetufundisha tena kutukumbusha. Na msikilizaji wangu atakanipata kwa njia ya YouTube, atakanipata kwa njia ya mtandao. Bwana Mungu wa mbinguni, tusaidie tukukaa makini na kuangalia vifungu, maneno tunayojua hata yanayotokea kwa manabii wa uongo, yanaleta udanganyifu. Kama vile ambavyo Yesu ambaye aliruka mtego, nasi Bwana tusaidie kuiruka mitego ambayo pengine tunatujia kwa njia ya maandiko. Watu wanadanganywa. Katika jina la Yesu Kristo, Mungu wa mbinguni akubariki. Amen, amen.